JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Ujambo na Jumapili tulivu popote ulipo. Ndani ya JCTV tunakuletea taarifa sahihi za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa tunakuletea habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Ndani ya taarifa zetu utapata uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Jumapili Aprili 26, 2026. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Tulionayo leo: jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kufanikiwa kuidungua ndege isiyo na rubani UAV katika eneo la kaskazini mwa nyanda za juu za Minembwe tarafani Fizi mkoani Kivu Kusini. Mengi zaidi kuhusu taarifa hii, baki nasi hadi tamati. Tume huru ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeeleza dhamira yake ya kuhakikisha uchaguzi unaofanyika kwa njia ya kuaminika, uwazi na ushirikishwaji wa wananchi wote kwa kuzingatia matakwa ya katiba pamoja na viwango vya kimataifa vya usimamizi wa uchaguzi. Na chama cha Alliance des Forces Democratiques du Congo AFDC kimelaani vikali matamshi ya baadhi ya watu wanaokichafua pamoja na kumshambulia rais wake wa kitaifa Modeste Bahati Lukwebo. Kuna hayo na mengine mengi, na kuomba tuandamane sote hadi tamati. Na sasa tuangazie kwa kina kabisa taarifa zetu. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kufanikiwa kuidungua ndege isiyo na rubani UAV katika eneo la kaskazini mwa nyanda za juu za Minembwe tarafani Fizi mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa msemaji wa Operation Sokole ya pili katika jimbo la Kivu Kusini, Luteni Rigen Mboi Kalonji, ndege hiyo inadaiwa kuwa ya muungano wa FCM23 Twirwaneho Red Tabara na ilikuwa imelenga kushambulia nafasi ya jeshi la serikali katika kijiji cha Kakenge kabla ya kuzuiwa angani. Jeshi linaeleza kuwa ndege hiyo ilidunguliwa ikiwa bado iko hewani katika maeneo ya Point Zero bila kusababisha vifo wala uharibifu wa mali. Taarifa hiyo inaongeza kuwa ndege hiyo ilikuwa kwenye operesheni ya upelelezi ikikusanya taarifa kuhusu nafasi za FARDC kabla ya kushambuliwa. Hata hivyo, kutokana na uangalizi mkali wa wanajeshi wa serikali, kifaa hicho kilinaswa mapema kabla ya kufikia lengo lake. Katika wiki za hivi karibuni, matukio ya kuruka kwa ndege zisizo na rubani yameripotiwa mara kadhaa katika nyanda za juu za Minembwe. Kwa mujibu wa FARDC, baadhi ya ndege hizo zinadaiwa kuendeshwa kutoka Rwanda na hutumika kwa madhumuni ya ujasusi pamoja na mashambulizi ambayo tayari yamesababisha madhara kwa raia. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linashtumu matumizi hayo ya droni, likisema yanakiuka makubaliano ya kimataifa kuhusu matumizi ya teknolojia hiyo katika maeneo ya vita. Aidha, linatuhumu muungano wa FCM23 Twirwaneho Red Tabara kutumia vifaa hivyo katika operesheni zilizosababisha vifo vya raia katika maeneo mbalimbali ya nyanda hizo, ikiwemo Mikenge na Point Zero katika matukio ya hivi karibuni. Katika hatua nyingine ndani ya operesheni hiyo, FARDC imedai kumkamata mwanachama mmoja wa kikosi maalumu cha jeshi la Rwanda kufuatia mapambano yaliyojiri katika eneo hilo la Minembwe. Vilevile, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linashtumu Rwanda pamoja na muungano wa RDF AFCM23 kwa kukiuka makubaliano ya kimataifa kwa kushambulia maeneo ya nyanda za juu za Minembwe. Inadaiwa kuwa katika shambulio la kutumia droni lililotokea jioni ya Jumamosi tarehe 18 Aprili mwaka 2026, maeneo kadhaa ya kimkakati na makazi ya raia yalilengwa, ikiwemo Mikenge, Kakenge pamoja na Point Zero. Hata hivyo, FARDC inasisitiza kuwa itaendelea kuwa macho na imara katika kulinda raia pamoja na kutetea mipaka ya nchi dhidi ya vitisho vinavyoendelea kushuhudiwa katika eneo hili tete la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuelekee mkoani Ituri. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kupata mafanikio dhidi ya kundi la CRP katika eneo la Bule, huku wapiganaji wawili wa kundi hilo wakijisalimisha kupitia mkakati usio wa kijeshi. Operesheni hizo zinaendelea kufanyika katika wilaya ya Jugu mkoani Ituri, ambapo jeshi linaendesha mapambano dhidi ya wanachama wa kundi la Convention pour la Revolution Populaire CRP. Kwa mujibu wa jeshi, jaribio la kuvizia lililopangwa na wanamgambo wanaodaiwa kuwa wafuasi wa Thomas Lubanga lilizimwa siku ya Alhamis tarehe 23 Aprili mwaka huu katika eneo la Bule, wakati vikosi vya serikali vilipokuwa katika doria za mapambano.
Taarifa ya awali inaonyesha kuwa wanamgambo 6 waliuawa katika operesheni hiyo. Akizungumza kuhusu tukio hilo, msemaji wa jeshi mkoani Ituri Luteni Jules Ngongo alisema kuwa wanajeshi waliweza kuvunja mtego huo na kudhibiti hali ya usalama. Katika eneo la Nizi, wanamgambo wawili wa CRP walijisalimisha pamoja na silaha zao kufuatia juhudi za uhamasishaji zilizofanywa na viongozi wa kimila. Msemaji huyo wa jeshi alisifu ushirikiano wa viongozi wa jadi, akisema kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kurejesha mamlaka ya serikali katika maeneo yaliyoathirika na migogoro. Jeshi pia limetoa wito kwa viongozi wengine wa kijamii, hasa katika eneo la Bule, kushiriki kikamilifu katika kutoa taarifa dhidi ya makundi ya waasi ili kusaidia kurejesha usalama. Wakati huo, FARDC imetoa ujumbe mkali kwa wanamgambo ambao bado wako vitani, ikiwataka kuweka chini silaha na kujiunga na mchakato wa amani. Kwa mujibu wa Luteni Jules Ngongo, hatua hiyo ni muhimu ili kuepusha mapigano zaidi, huku akisisitiza kuwa jeshi linaendelea na operesheni zake kwa dhamira thabiti chini ya uongozi wa Luteni Jenerali John Luboya. Na sasa ni zamu ya Kivu Kaskazini. Hali ya kibinadamu inaendelea kuwa ya kutisha katika maeneo kadhaa ya grupumenti ya Mutanda katika usultani wa Bwito wilayani Ruchoro mkoani Kivu Kaskazini. Maelfu ya kaya za wakimbizi wa ndani pamoja na wale waliorejea katika maeneo yao wanaishi katika mazingira magumu sana, wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula pamoja na upatikanaji mdogo wa huduma za afya. Kwa mujibu wa makamu rais wa kamati inayoshughulikia mienendo ya watu katika eneo la Bwalanda, Bwana Muhinje Mohizi, vijiji vya Kirima, Rwarukeni na Rohanga kwa sasa vinahifadhi takriban kaya 2,600 za wakimbizi pamoja na zaidi ya kaya 5,600 za watu waliorejea. Inaelezwa kuwa wananchi hao walikimbia makazi yao kutokana na hali ya usalama isiyotulia inayosababishwa na mapigano kati ya waasi wa AFC M23 na vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na wazalendo katika baadhi ya maeneo ya Ruchoro, Masisi na Walikale. Tathmini iliyofanywa mwanzoni mwa mwezi Aprili imethibitisha ukubwa wa tatizo hili la kibinadamu. Hali ya maisha katika maeneo haya ni magumu kupita kiasi. Fursa za kujikimu zinategemea zaidi kazi ndogondogo za kila siku ambazo ni chache na zenye malipo duni. Kwingineko ni kwamba Tume Huru ya Uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeeleza dhamira yake ya kuhakikisha uchaguzi unaofanyika nchini humo unafanyika kwa njia ya kuaminika, uwazi na ushirikishwaji wa wananchi wote kwa kuzingatia matakwa ya katiba pamoja na viwango vya kimataifa vya usimamizi wa uchaguzi. Hatua hiyo pia inaendana na mpango mkakati wa taasisi hiyo katika kuboresha mifumo ya uchaguzi nchini. Uwasilishaji wa taarifa za shughuli za tume hiyo unafanyika kwa mujibu wa sheria namba 13/012 ya tarehe 19 Aprili 2013 inayohusu uendeshaji na utendaji wa tume ya uchaguzi kama ilivyorekebishwa. Kwa mujibu wa kifungu cha 28 cha sheria hiyo, tume inalazimika kuwasilisha mara kwa mara ripoti za shughuli zake kwa taasisi za jamhuri ikiwemo bunge la taifa. Hatua hiyo pia ni sehemu ya uwajibikaji wa taasisi hiyo kwa kuzingatia misingi ya uwazi na utawala bora katika kusimamia mchakato wa uchaguzi. Na mwishowe, chama cha Alliance des Forces Democratiques du Congo AFDC kimelaani vikali matamshi ya baadhi ya wanaokichafua pamoja na kumshambulia rais wake wa kitaifa Modeste Bahati Lukwebo. Kupitia taarifa iliyosainiwa na katibu mkuu wa chama hicho Guy Richard Malongo, AFDC imesema kuwa kundi linaloongozwa na Otto Bahizi linatoa madai yasiyo na uthibitisho dhidi ya chama hicho. Chama hicho kinasisitiza kuwa watu wao tayari walifukuzwa rasmi ndani ya AFDC, hivyo hawana mamlaka yoyote ya kuzungumza kwa niaba yake. Aidha, AFDC imeeleza kushangazwa na ukimya wa mamlaka husika dhidi ya matamshi hayo. Wakati huo, chama hicho kimetoa onyo kwa washirika wake ndani ya muungano wa kisiasa wa Union Sacrée, kikiwataka kuepuka vitendo vinavyoweza kudhoofisha umoja na mshikamano. AFDC imeonya kuwa kutoa msaada kwa Otto Bahizi na kundi lake kunaweza kuvuruga utulivu wa kisiasa ndani ya familia hiyo ya kisiasa, hasa katika kipindi hiki kinachoelezwa kuwa nyeti. Ni mwisho wa habari zetu. Hii ni JCTV. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwa heri kwa leo.